Idara ya mahusiano ya umma ya IRGC imetangaza kuwa kambi ya kijeshi ya Israel ya Nevatim Air Base imelengwa na makombora ya Iran katika wimbi la 47 la operesheni ya kijeshi inayojulikana kama Operation True Promise 4. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio hilo lilifanyika chini ya jina la siri ya Rasulullah, likitolewa kwa heshima kwa mashujaa wawili wa taifa la Iran waliouawa. Waliotajwa ni aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Iran Brigadier Generali Aziz Nazirzadeh pamoja na mkuu wa baraza la ulinzi wa taifa Rear Admiral Ali Shamkhani. IRGC imeeleza kuwa katika wimbi hilo la mashambulizi, vikosi vya Iran vilitumia mchanganyiko wa makombora ya mafuta magumu pamoja na makombora ya mafuta ya kioevu. Makombora hayo yalirushwa yakilenga moja kwa moja kambi ya kijeshi ya Israel ya Nevatim, ambayo ni moja ya vituo muhimu vya anga vya jeshi la Israel. Katika taarifa yake, IRGC pia imesisitiza kuwa makombora ya mafuta magumu aina ya Herbal-Shekan missile yalitumika katika operesheni hiyo, yakifanikiwa kufikia na kupiga malengo yaliyokusudiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na Israel. Operesheni ya True Promise 4 inaelezwa kuwa ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya Iran dhidi ya malengo ya Israel katika kile ambacho Tehran inaeleza kuwa ni majibu kwa mashambulizi ya vitendo vya kijeshi vinavyodaiwa kufanywa dhidi yake na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Hadi sasa mamlaka za Israel hazijatoa taarifa ya kina kuhusu uharibifu uliosababishwa na shambulio hilo katika kambi ya Nevatim, huku hali ya tahadhari ikiendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa ya kijeshi. Irani imeendeleza mashambulizi yake ya mfululizo kwenye operesheni yake ya True Promise 4 au True Promise 4 huko nchini Israel kwa kupiga maeneo muhimu ya kambi za kijeshi nchini Israel, ambapo hii ni vita ambayo Irani imeweza kuitangaza kwamba wao ndio watakaomaliza vita hivi, huku mashambulizi makali zaidi yakizidi kuendelea kwa upande wa taifa la Irani kwenda moja kwa moja nchini Israel. Sasa kinachoonekana sasa hivi ni kwamba Israel wamekuwa wakipokea mashambulizi ambayo yamekuwa yakipeleka maafa makubwa katika taifa hilo. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi na kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.